tech support katika shirika hili la Afya Care Foundation, na kazi yangu tu ni kuhakikisha kwamba kila kitu kwa upande wa kimitambo, communication inaenda vizuri. Naam. Papa, unajua umesema unaitwa Elisha Papa, mimi nimekuzoea kama Elisha Papa. Ili Papa ni jina lako la pili? Jina langu la pili actually. Unaitwa tu Elisha Papa? Elisha Papa. Wow. Alright, asante sana bwana Elisha. Pengine tukikuja kwako bwana engineer. Kwa majina naitwa Collins Juma Simiyu. Mimi ni mwanachama wa Afya Care Foundation. Alafu mimi ni mwendesha vipindi ama coordinator katika shirika hili la Afya Care Foundation. Alright. Sawa. Kwa hivyo mkanijuza kwamba leo tutakuwa tunazungumzia tatizo ambalo linaitwa mania. Unajua wakati mlijuza kwamba tutakuwa tunazungumzia mania, mimi ni baadhi ya wale ambao nilikuwa najiuliza, sasa hii mania ni nini? Wakati unasema mania, pengine mania ni tatizo lipi bwana engineer? Mania ni hali ambapo unakuwa na kipindi cha mabadiliko makubwa kati ya hisia au mhemko, ngazi ya nishati au shughuli. Mtu anakuwa na shughuli mingi. For example, mtu anakuwa nguvu zaidi ya kawaida. Nimeshaishuhudia na jamaa wangu alikuwa katika hii hali. Kuna wakati alikuwa anafanya mtihani. Kwa hivyo hii hali ilimpata wakati alikuwa anafanya mtihani wa kidato cha 4 KCSE. Ilikuwa nakumbuka mwaka wa 2006. Kwa hivyo ilishindikana kwa walimu kumtuliza, ilikabidi nikaenda kumsaidia, kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa najua alikuwa katika ile hali. Alikuwa ni hali mbaya sana. Mtu anakuwa na nguvu kupita kiasi. Kwa mfano, alikuwa anaweza amka anaruka juu anashika hiyo truss ya nyumba na anatembelea hapo mbio. Kisha unaweza toka mbio, anapita kwa waya, anaruka waya mpaka uamini. Kwa hivyo ni hali ambayo mtu anakuwa na nguvu kuliko kupita kiasi. Alafu pia kunakuwa na mtu kama unajikuta mahali mtu anaongea mbio sana, ambayo hata maneno yenye anaongea hauelewi hata kidogo. Kwa hivyo anakuwa ni hali tofauti sana mpaka mnaanza kushangaa. Yes. Yeah, kwa hivyo pia mtu anakuwa irrational ama anakuwa irritated mara mingi sana. Kwa hivyo tabia ya mtu inabadilika. Yeah, kwa hivyo ukijikuta katika hiyo hali inamaanisha uko katika hii hali ya kuwa na mania. Yeah. Umesema kwamba mania ni hali na ambapo mtu anakuwa na nguvu nyingi kupita kiasi. Yeah. Pengine anazungumza maneno mengi kwa muda mchache. Unajua wakati umesema anazungumza maneno mengi kwa wakati mchache, nikaanza kujifikiria ama mimi nina tatizo la mania. Hapana. Anaongea maneno mengi katika muda mchache, na hiyo maneno hayaeleweki. Hauelewi anasema nini. Yes. Yeah. Hana mpangilio wa maneno. Hata ukimsikiza vizuri hauelewi kitu gani anamaanisha. Naam. Ama hata hakuna kitu na nini, ni kama anaongea Latin, lugha haieleweki. Yes. Yeah. Alright. Na pengine bado nikirudi kwako bwana engineer, niruhusu tu mimi nikuite engineer, maana nishazoea na kuita engineer. Kwa hivyo pengine ni nini ama unaweza dhihirisha vipi kwamba huyu mtu ana ili tatizo la mania? Okay, itajidhihirisha kwamba huyu ana tabia hiyo, hali ya mania. Naam. Ambapo unaona mtu, for example, mtu ni mnyamavu, ni mtu aongei sana. Alafu all of a sudden unaona mtu anaongea kuliko kupita kiasi. Alafu tena saa zingine unakuta mtu anakuambia kitu yenye yani haina mwelekeo mzuri. Ama for example, mtu anawaza naweza fanya kitu fulani nikuwe milionea. Alafu hiyo kitu
ukiwaza vizuri ama ukimwangalia vizuri, unaona hata hii kitu anaongea haielewi, kwa sababu mtu maybe anaweza fanya, nasema kuna kitu anaweza fanya, for example biashara fulani, na hii biashara hana hata capital. Unashangaa huyu mtu biashara yenyewe atafanyaje, na anakuambia mimi nitakuwa milionea, wacha tu nianze. Kwa hivyo itajidhihirisha kwa hali namna hiyo, kwa sababu mtu unaona venye mawazo yani inakuwa ni false, anakuwa na false thoughts. Yes. Kwa fikra yenye hayani kitu ni false, unaona tu ni kitu haieleweki yenye anasema. So anajidhihirisha kwa hiyo nini. Kwa mfano mwingine nishaishuhudia jirani yangu, alikuja, unaona amenunulia mtoto toys, unaona akaenda supermarket siku nyingine akanunua toys za over 60,000 na vitu zenyewe zinafanana na mtoto mmoja. So mwishowe tukakuta after sometimes tukakuta kwamba kumbe akona na ile hali ambapo hata akapeleka hospitalini. Yeah. Kwa hivyo hiyo ni inajidhihirisha kwa ile hali mtu, hii hali inajidhihirisha kwa ile hali kwa mtu kuwa na mabadiliko makubwa sana ya tabia. Naam. Alright. Bwana Elisha Papa. Naam. Kuna hii kauli ambayo tunaita manic. Manic ni hali ya kufanya nini? Kipindi cha manic. Manic. Okay, manic Songelea mic. Okay. So manic katika lugha ya Kimombo tunaita manic episode. Naam. Okay, manic episode. So, manic episode ni for example katika muda fulani unapata mtu ile energy yake. Naam. Kama ulimpata kama kwa energy, tuseme ako na energy 5. Alafu muda mchache unapata ukisema maybe quantify unapata energy inafika kitu 80%. Unapata. So hiyo energy ya 5 to 80%, hiyo vile America from 5 to 80%, that's what we call a manic episode. Ndicho kipindi cha manic. So unapata mtu for example kama alikuwa ametulia tu, unapata mara ameruka pale, ameenda pale, anafanya hii, anaongea hii, anasema hii, ameshika hii. Yaani ako up and about katika lugha ya Kimombo. Up and about kwa Kiswahili tutasemaje? Right, sawa. Na je, pengine amani inaweza pengine ambatana na hali nyingine za afya ya kiakili, Bwana Elisha? Okay, so kimuundo unapata manic ama mania kwa mara nyingi haikuangi peke yake, unapata ni part of something bigger ama ni sehemu ya hali nyingine ambayo hiyo kama inacover. So hii ni miongoni mwa hii hali ya afya ya kiakili. So mojawapo ya hii hali inaitwa bipolar. Yes. Bipolar, najua watu wengi wanaelewa washasikia bipolar. So bipolar ni for example, bipolar ukiangalia hata jina yake hiyo bi inamaanisha two. Yes. And then polar inamaanisha for example kika kijiti, so kijiti iko na upande huu na upande huu. So bipolar inamaanisha unapata mtu saa zingine ako solo ama ako chini in terms of energy. Alafu the other end unapata ako so high in terms of energy. Yes. Yeah. So mania ni sasa hii upande wa energy ya juu sana. Unapata? Yes. Sawa. Alafu nyingine ni unapata wakati watu sana akina mama wakijifungua. Sasa baada tu ya kujifungua wengine huwa wana experience kitu inaitwa psychosis, ambayo huwa inafanyika exactly tu baada ya watu wamejifungua. So unapata mama amejifungua, alafu after hapo unapata ako energy yake kujuu sana na vile amekuwa awali. So hizo ndo mbili ambazo hapa Kenya napata watu wanapitia. Na pengine bado tukiendelea na wewe Bwana Papa, nini pengine kinasababisha hivi vipindi vya mania mara kwa mara? Okay, hizi zinasababishwa na ni tofauti kwa kila mtu. Yes. Unapata kuna watu ambao unapata kuna watu ambao